Na hii ni safari ya kutoka Bagamoyo vijijini huku kama maeneo ya Kilomo ndani huko, na hapa ni karibu na shule ya sekondari Kilomo, wakati unachukua safari ya kuweza kuelekea Bagamoyo mjini. Na mazingira ndivyo yanavyoonekana, na kuna maeneo mazuri ambapo kuna baadhi ya watu tayari wameshawahi maeneo. Kuna watu pia tayari wameshajenga na nyumba, na viwanja bado vipo, lakini jinsi ninavyoviona ni tayari vimeshawaiwa. Lakini pia kuna wadau wanakuambia bado maeneo yapo, maeneo ya Kilomo, na kama unavyoona hapa ni mji ambao karibu unazidi kukua, na ni kilomita kadhaa kuweza kufika Bagamoyo mjini, pale ambapo kuna magofu ya kale, ambapo tunaamini kwamba ilikuwa kuna biashara ya utumwa ilipofanyika, maeneo ambapo soko kuu la biashara ya utumwa. Na ukifika mji wa Bagamoyo kuna yale magofu ya kale ya muda mrefu sana, na historia ya kusisimua na ya kufurahisha, ambayo siku ya leo tunakwenda kukuonesha jinsi magofu ya mji wa Bagamoyo jinsi yalivyokuwa na historia yake, na jinsi panavyoonekana leo hii, kwa maana ya kwamba miaka ya sasa fukwe za Bagamoyo, sehemu ambapo wazee wetu miaka hiyo ilikuwa ni sehemu ya utumwa, lakini kwa sasa hivi imekuwa ni sehemu salama ya kupumzika. Kipindi hicho wazee wetu machozi yao yalidondoka hapo, lakini leo hii ndipo hapo sisi furaha zetu zinakwenda kukamilika kwa upepo mwanana wa fukwe za Bagamoyo, na tukiyatazama majengo hayo kama funzo. Lakini kipindi hicho ilikuwa ni sehemu ambapo wazee wetu waliuzwa kama bidhaa. Unatamani kuifahamu historia ya Bagamoyo? Nafikiri wengi mnaifahamu, lakini kuna wengine pia hamkuwa mkiifahamu, na kuna mengine ambayo hamkuwa mkiyafahamu ya zamani mpaka ya sasa. Basi kwa nami katika safari hii mwanzo mpaka mwisho, ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala. Na hii ndiyo historia ya magofu ya mji wa kale Bagamoyo yaliyopo kando ya barabara kuu inayoelekea ufukweni. Historia ya magofu ya mji wa kale wa Bagamoyo. Magofu ya mji wa kale Bagamoyo ni mabaki ya makazi ya zamani ya Waarabu, Waswahili, baadaye Wazungu, yaliyojengwa kuanzia karne ya 18 hadi mwanzoni mwa karne ya 20. Magofu haya yanapatikana kando ya barabara kuu kutoka mji wa Bagamoyo kuelekea ufukweni wa bahari ya Hindi, karibu na maeneo ya Kaole, Old Fort na majengo ya zamani ya wamishonari. Asili ya mji wa Bagamoyo. Bagamoyo ilianza kama kijiji cha wavuvi wa Waswahili, kisha kilikuwa bandari muhimu ya biashara. Hatimaye likawa kituo kikuu cha biashara ya pembe za ndovu na watumwa. Jina Bagamoyo linatokana na kauli ya Waswahili Bwagamoyo, likimaanisha acha matumaini, kwani lilikuwa mwisho wa safari ndefu na ngumu kwa watumwa waliotoka bara kabla ya kusafirishwa kwenda Zanzibar. Magofu yanawakilisha nini? Je, magofu ya Bagamoyo yanawakilisha nini? Magofu hayo ni mabaki ya nyumba za mawe za wafanyabiashara Waarabu na Waswahili, maghala ya kuhifadhia pembe za ndovu na bidhaa, makazi ya watumwa waliokuwa wakisubiri kusafirishwa, ofisi na makazi ya utawala wa Kijerumani, majengo ya wamishonari wa Kristo. Majengo mengi yalijengwa kwa mawe ya matumbawe, chokaa, mbao za mikoko, na mbinu za ujenzi zinaonesha mchanganyiko wa usanifu wa Kiswahili, Kiarabu na Kiulaya. Kipindi cha ukoloni wa Arabu wa Omani pamoja na Zanzibar, Bagamoyo ilikuwa chini ya ushawishi wa sultani wa Zanzibar. Biashara ya watumwa na ndovu zilistawi. Magofu mengi ya zamani yanatokana na kipindi hiki. Wajerumani mwaka 1880 mpaka mwaka 1918. Bagamoyo ilikuwa makao makuu ya kwanza ya Afrika Mashariki ya Kijerumani. Walijenga barabara, boma, maghala na makazi ya maafisa. Baadhi ya magofu ya kando ya barabara ni majengo ya serikali ya Kijerumani. Sababu za kudidimia kwa mji wa Bagamoyo ilianza kudhoofika kutokana na kukomeshwa kwa biashara ya watumwa, Dar es Salaam kuchaguliwa kwa mji mkuu, mabadiliko ya njia za biashara na usafiri. Majengo mengi yakatekelezwa na baadaye yakabaki kama magofu ya kihistoria. Umuhimu wa magofu leo. Magofu ya mji wa kale ya Bagamoyo ni pamoja na imekuwa kama ushahidi wa historia ya biashara ya ukoloni, kumbukumbu ya mateso ya watumwa, sehemu muhimu ya urithi wa taifa na kituo cha utafiti, elimu na utalii. Magofu ya Bagamoyo kando ya barabara kuelekea ufukweni ni kioo cha historia ya Afrika Mashariki, yakionyesha safari ya mji kutoka kijiji kidogo hadi kitovu
chombo cha biashara kisha kudidimia kwake. Na hii ni historia, simulizi fupi kuhusiana na magofu yaliyokuwa barabara ya kuelekea ufukweni. Kama ni mtu ambaye unazunguka sana maeneo ya Bagamoyo Beach, na niliona nikupe historia hii. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata updates na makala.